Na tukiangazia mengine ni kwamba zaidi ya familia 300 kutoka kijiji cha Maembeni, kaunti ya Kisumu, zimesalia bila makao baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake jana usiku. Wakazi hao sasa wanataka vizuizi vya maji kujengwa ili kuwaokoa kutokana na maafa zaidi. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Laura Otieno, mazao ya zaidi ya ekari 300 pia yamesombwa na maji katika kaunti ya Baringo, huku mto Tana pia ukivunja kingo zake kutokana na mvua inayoendelea kunyesha. Taswira katika kijiji cha Maembe, eneo la Nyando, kaunti ya Kisumu. Maji yanayokwenda kasi yamegubika nyumba zaidi ya 300 baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake. Magala ya mchele yakiloa maji na kuwaacha wenyeji kwenye njia panda. Sisi wakaaji ya Maembeni, sisi iko na shida kubwa sana. Maji amefiriku paka natoka over ya dike naingia kwa masamba, manyumba, mafactory ya michele. Ilikuwa mfuriko ile ajabu kushinda yoyote. Wale walitengeneza dike hakutengeneza vizuri. Wametengeneza tu kitu kama cha kucheza boli, sio cha kufanya kitu chenye inaweza kusaidia sisi. Maji imeingia mpaka kwa mashini. Katika kaunti ya Baringo, wakulima wanasafirisha wanachoweza kutoka shambani. Mvua ilionyesha eneo hili uliharibu mahindi yenye thamani ya shilingi milioni 80. Wakulima sasa wakikodolea macho upweke pamoja na hatari kwa maisha. Wakulima sasa wanakaa na mahindi yao ndani ya maji wakingojea trakta. Wengine wametoa iko barabara wanangojea trakta. So mimi mwenyewe binafsi nimeumia sana. Jamii yetu ya hii Eljomus tumeumia sana. Tunaomba usaidizi. Crocodiles pia ilikuja mpaka ilitaka karibu ingie choo. Ipo majirani hapa kwa Biot jana, na sasa tuko na risk hizi manyoka. Sasa hii maji imesumbua, ile magunia jana ilikuwa imefunwa, sinakuja ingia hiyo ndani ya hiyo magunia. Tukibeba ni Mungu tunachunga watu, kwa sababu so far so good hakuna mtu aliumwa, lakini manyoka mingi zilipatikana ndani ya magunia, sikitafuta fichi. Katika kaunti ya Kirinyaga, mwili mmoja uliopolewa kutoka mto Nyamindi. Kulingana na Wizara ya Usalama, mto Tana na mto Sosiane zilizoko kaunti za Tana River na Uasin Gishu pia zilivunja kingo. Wakazi wanaopakana na mito hiyo wametakiwa kuwa waangalifu ili kuepuka maafa. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.